Jambo na habari za kushinda wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Congo Post News. Tunawakaribisha katika taarifa yetu kuu ya jioni ya leo. Katika toleo letu la jioni tunakuletea maendeleo muhimu kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama inaendelea kuzua wasiwasi mkubwa baada ya shambulio la droni kulenga kambi ya wanajeshi wa Burundi mjini Baraka mkoani Kivu Kusini. Pia tutakufahamisha kuhusu hatua mpya katika mchakato wa amani wa Doha, ambapo serikali ya Kongo imetangaza maendeleo kuhusu mpango wa kubadilishana wafungwa kati yake na waasi wa M23, huku mazungumzo yakiendelea licha ya changamoto zilizopo. Na katika habari za siasa tunakujuza kuhusu barua ya wazi ya mshindi wa tunzo ya amani ya Nobel, yani mshindi wa Prix Nobel Denis Mukwege, aliyemtaka rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kuachana mpango wa mabadiliko ya katiba ya kuelekeza nguvu katika kurejesha amani, usalama na umoja wa taifa. Hizi ni baadhi ya habari tulizokuandalia jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2026, lakini vile vile tutakujuza habari za kimataifa kutoka sehemu mbalimbali pembe zote za dunia. Karibu tuendelee pamoja na taarifa yetu ya jioni ya leo. Karibu. Tuanze na habari kutoka huko katika mkoa wa Kivu Kusini, ambako hali ya usalama imeendelea kuzua wasiwasi katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kutokea shambulio la droni lililolenga kambi ya wanajeshi wa Burundi walioko katika mji wa Baraka wilayani Fizi mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya eneo hilo, shambulio hilo lilitokea katika kitongoji cha Mshimbaki, ambako drone iliripotiwa kushambulia ya kambi iliyotumiwa na wanajeshi wa Burundi wanaoshirikiana na jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika operation za kulinda usalama dhidi ya makundi yenye silaha. Hadi sasa mamlaka za kijeshi za Burundi na za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hazijatoa taarifa rasmi kuhusu madhara yaliyosababishwa na shambulio hilo wala kuthibitisha idadi ya waliojeruhiwa au kupoteza maisha baada ya tukio hilo. Wakati huo baadhi ya vyanzo vya ndani vinadai kuwa drone hiyo huenda ilitokea katika maeneo yanayodaiwa kudhibitiwa na waasi wa M23. Hata hivyo, madai hayo bado hayajathibitishwa rasmi na hayajapatiwa ushahidi wa kujitegemea. Kwa sasa chanzo halisi cha drone hiyo bado kinaendelea kuchunguzwa. Tukio hilo limeongeza hofu miongoni mwa wakazi wa Baraka na maeneo jirani, ambao wanaeleza wasiwasi wao kuhusu usalama wa miji inayodhibitiwa na serikali. Baadhi ya wananchi wamekuwa wakioji uwezo wa mifano ya ulinzi dhidi ya mashambulizi ya anga, hususan matumizi ya drone ambazo zimeanza kutumika mara kwa mara katika mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa matumizi ya drone zisizo na rubani katika vita yanaonyesha mabadiliko ya mbinu za mapigano, jambo linaloongeza changamoto kwa vikosi vya usalama na kuhatarisha zaidi usalama wa raia wanaoishi karibu na maeneo ya kijeshi. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukabiliwa na hali tete ya kiusalama kutokana na shughuli za makundi mbalimbali yenye silaha, huko juhudi za kurejesha amani zikiendelea kupitia operation ya kijeshi na mazungumzo ya kidiplomasia. Tutazidi kufuatilia kwa karibu maendeleo ya tukio hili na kuwajuza pindi mamlaka husika zitakapotoa taarifa rasmi kuhusu chanzo cha shambulio hilo na athari zake. Turudi katika habari za siasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako serikali ya DRC imesema kuwa mchakato wa mazungumzo ya amani yanayoendelea mjini Doha nchini Qatar bado unaendelea licha ya changamoto zinazojitokeza katika mazungumzo hayo. Akizungumza kupitia kituo cha Tele Sud, waziri wa mawasiliano, vyombo vya habari na msemaji wa serikali Patrick Muyaya amesema kuwa serikali inaendelea kushiriki kikamilifu katika juhudi za kutafuta suluhisho la kudumu la mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi hiyo. Hata hivyo, amedai kuwa maendeleo ya mazungumzo hayo yanakwamisha na kile alichokiita kutokuwepo kwa nia njema kutoka kwa pande ya Rwanda, tuhuma ambazo Rwanda imekuwa ikikanusha mara kwa mara. Kuhusu hatua za kujenga amani kati ya pande zinazohasimiana, Patrick Muyaya ametangaza kuwa kundi la kwanza la wafungwa wanaotakiwa kuachiliwa kwa mujibu wa makubaliano ya awali na waasi wa M23 tayari limewasili mjini Beni. Kwa mujibu wa waziri huyo, wafungwa hao kwa sasa wanasubiri kukamilika kwa mazungumzo kati ya serikali ya Kongo na Uganda kuhusu utaratibu wa usafirishaji wao. Alieleza kuwa mpaka
mpaka wa Uganda umefungwa kwa sasa kutokana na sababu za kiafya, jambo ambalo limeathiri utekelezaji wa mpango huu. Iwapo makubaliano yatapatikana, wafungwa au watasafirishwa kupitia Uganda kuelekea Bunagana, eneo lililoko karibu na mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo raia wa Kongo wanaoshikiliwa na waasi wa M23 wanatarajiwa kurejeshwa katika njia hiyo kuelekea maeneo yanayodhibitiwa na serikali. Hatua hiyo ya kubadilishana wafungwa inaonekana kuwa sehemu muhimu ya kujenga mazingira ya kuaminiana kati ya pande zinazohusika katika mzozo wa Doha, katika mazungumzo ya Doha, huku ikitarajiwa kusaidia kuharakisha mchakato wa kutafuta amani ya kudumu katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya siasa wanaeleza kuwa mafanikio ya mazungumzo hayo yatategemea zaidi utayari wa pande zote kutekeleza makubaliano yatakayofikiwa na kuweka mbele maslahi ya wananchi walioathiriwa na vita. Serikali ya Kongo imeendelea kusisitiza kuwa mazungumzo ya kisiasa yanapaswa kuambatana kuheshimiwa kwa mamlaka ya taifa na kusitishwa kwa mapigano ili kufungua njia ya kurejesha amani na utulivu katika maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tubaki tu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako katika maadhimisho ya miaka 66 ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaliyofanyika tarehe 13 mwezi wa 6, mshindi wa tunzo ya amani ya Nobel, yani mshindi wa Prix Nobel, Dr. Denis Mukwege amewaandikia barua wazi Rais Felix Antoine Tshisekedi akitoa wito wa kusitishwa kwa mpango unaodaiwa wa kufanya mabadiliko ya katiba ya nchi. Katika barua hiyo, Mukwege ameonyesha wasiwasi wake kuhusu hali ya kisiasa, kidiplomasia na kiusalama nchini, akisema kuwa uongozi wa sasa unakabiliwa na changamoto kubwa ambazo zinahitaji suluhisho la haraka. Ametumia lugha kali kuelezea mtazamo wake kuhusu mwenendo wa utawala wa sasa, akionya kuwa hatua zinazochukuliwa zinaweza kuhatarisha mshikamano wa taifa na hata kuongeza hatari ya kugawanyika kwa nchi ikiwa tahadhari haitachukuliwa. Dr. Denis Mukwege amedai kuwa makosa mbalimbali ya kisiasa na kidiplomasia yaliyoshuhudiwa katika miaka hivi karibuni yanaibua maswali kuhusu mwelekeo wa taifa. Hata hivyo, kauli hizo zinawakilisha maoni yake binafsi na si msimamo rasmi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusu swala la katiba, Mukwege amesitiza kuwa si wakati mwafaka wa kuandaa kura ya maoni ya kuibadilisha, akieleza kuwa nchi bado inakabiliwa na changamoto nyingi zikiwemo ukosefu wa usalama katika maeneo ya mashariki, mamilioni ya wananchi waliokoseshwa makazi kutokana na vita, pamoja na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea kuathiri baadhi ya maeneo. Kwa mujibu wa Denis Mukwege, vipaumbele vya taifa kwa sasa vinapaswa kuwa kurejesha amani, kulinda mipaka kamili ya nchi, kuhakikisha usalama wa raia, kuboresha hali ya maisha ya wananchi, kuimarisha utawala wa sheria pamoja na kupambana na vitendo vya kutodhibitiwa kwa wahalifu. Amehitimisha ujumbe wake kwa kumtaka Rais Felix Antoine Tshisekedi kuweka mbele maslahi ya taifa na wananchi wote wa Kongo, akisitiza kuwa mustakabali wa zaidi ya wananchi milioni 100 unapaswa kuwa muhimu kuliko maslahi ya kisiasa. Kwa upande wake, hadi sasa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijatoa tamko rasmi kujibu barua hiyo ya Denis Mukwege. Hayo ni maendeleo yanayoendelea kufuatiliwa, huku wananchi wakisubiri kuona iwapo kutakuwa na mwitikio rasmi kutoka kwa mamlaka kuhusu hoja ilizotolewa katika barua hiyo. Baada ya kusikiliza taarifa zetu mbalimbali kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au nchini DRC, basi achane kuingia moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Dunia imeadhimisha miaka 80 tangu Adolf Hitler, kiongozi wa Ujerumani na chama cha Wanazi katika vita vya pili vya dunia, ajitoe uhai ndani ya handaki mjini Berlin. Yeye na sera zake zilisababisha mauaji makubwa ya Wayahudi kuwahi kutokea katika historia, na ukatili wake mbaya sana unachukuliwa kama uovu usiojieleza. Licha ya jitihada za pamoja za kutokomeza Unazi, bado imethibitishwa kuwa ni vigumu kuangamiza itikadi hii kali. Siasa za mirengo ya kulia inaonekana kurudi tena kwa kasi duniani, na karibu karne moja baada ya kifo chake, Hitler bado ni kivuli kinachojulikana sana kwenye dunia sasa. Lakini je, historia iko hatarini kujirudia? Au je, mambo tuliyojifunza kutoka kwenye karne ya 20 yanatosha kuzuia hali hii kujirudia tena? Chini ya utawala wa Hitler,
Ujerumani ilivamia majirani zake na kuwaua mamilioni ya watu wakiwemo Wayahudi milioni 6 katika mauaji ya kimbari na kuiweka dunia katika moja ya migogoro mikubwa duniani. Mwaka 1945 vikosi vya Soviet vilienea kuelekea upande wa Berlin. Hitler alikimbilia kwenye handaki lililopo chini ya ardhi na tarehe 30 mwezi April alijiua kwa kujipiga risasi. Alikufa peke yake katika handaki lake la siri lililokuwepo chini ya ardhi huko Berlin. Hilo lilifanya tukio zima kuonekana la kusisimua na la kushangaza. Yaani kama tukio kwenye simulizi ya upelelezi ambapo hakuna anayejua kilichotokea hasa. Aliacha maagizo kuwa mwili wake uchomwe moto. Vikosi vya Wasoviet viliokota mabaki ya mwili wake ambavyo vilithibitishwa kupitia rekodi za meno. Hii inamaanisha kwa mara nyingine tena kuwa hatuwezi kupata ukweli mara moja, na hilo linatengeneza nafasi kwa watu kuanza kutilia shaka uhalisia wa kifo chake. Ripoti za awali zilionyesha kuwa aliuawa vitani dhidi ya Wasoviet, lakini mataifa yaliyokuwa yanashirikiana yalichelewa kuthibitisha ukweli. Hivyo basi, taarifa potofu zikaenea. Miongo 8 baadaye, urithi wake bado unaishi katika karne ya 21 kwenye mbinu ambazo sio za kweli kwa madikteta wa historia ya sasa. Matendo ya kikatili yaliyofanywa na Hitler ni makubwa sana kiasi kwamba yanafunika yale ya wanasiasa wengine. Hitler ana urithi aliyouacha ambao unasumbua siasa za sasa. Unahitaji kuangalia mazingira ya sasa tu na utajionea jinsi watu wanavyofuata kumbukumbu za historia ya Wanazi pale utawala mpya unapoingia madarakani. Kuanzia maandamano fulani hadi pale wakati viongozi wa dunia wanapotuhumiwa kwa mambo fulani. Baada ya kuapishwa kwa rais wa Marekani Donald Trump mwezi Januari, mfadhili wake bilionea Elon Musk alituhumiwa kutoa salamu za kinazi katika mkutano, madai ambayo aliyapuuza akisema kuwa yamechoka. Mbali na siasa za kawaida, maandamano na mikutano ya makundi yanayounga mkono sera za kinazi yanapatikana kila mahali. Ufashisti unapaswa kuangaliliwa kwa kiwango cha kimataifa kama kitu kinachovuka mipaka ya mataifa, sivyo? Hivyo kuna dalili nyingi za ufashisti katika nchi nyingine kama Argentina, Colombia, Brazil, Japan, India na kadhalika. Hitler bado ni jina linalozungumziwa mara kwa mara, na Unazi bado unaendelea kuzungumziwa. Na bila shaka, jambo la kwanza linalokuja akilini ni mauaji ya kimbari ya Wayahudi. Mamilioni ya watu walitekwa wakati wa mauaji ya kimbari kwa sababu ya asili yao, jinsia yao, dini au imani za kisiasa, lakini yaliyozidi yalikuwa mauaji ya kimbari ya Wayahudi. Lakini hili lina umuhimu gani katika siasa za kisasa? Je, ufashisti, uongozi wa kiimla upo hatarini kurudi? Alama na lugha zilizotumiwa na Hitler na chama cha Nazi bado zinazua mvutano hadi leo. Viongozi wa leo wanataka kuwa wa kiimla, lakini bado sio wafashisti, kwa sababu kama unavyofahamu, lazima wapigane dhidi ya mbinu za ukaguzi na usawa wa demokrasia. Lakini je, tuhuma za kulinganisha mara kwa mara kwa Hitler na Unazi kama ya kumaanisha uovu kunaweza kudhoofisha nguvu ya maneno hayo? Tunasikia neno Nazi likitumika sana, sio? Hasa kwenye mitandao ya kijamii na mijadala mitandaoni. Limekuwa likitumika kupita kiasi, na kwa namna fulani ni rahisi mno kulitumia. Hatari iliyopo ni kwamba tukitumia maneno haya bila kuweka muktadha sahihi wa kihistoria, tunapoteza maana ya maneno hayo, na tunapaswa kuwa waangalifu, kwa sababu kuondoa muktadha sahihi wa kihistoria wa maneno haya kama vile mauaji ya kimbari kunayafanya yasiwe na maana na kutoa nafasi ya kukanusha hatari na upotoshaji wa taarifa. Kumkumbuka Hitler na mauaji mabaya aliyoyasababisha pengine sasa ni muhimu zaidi kuliko wakati wowote ule. Je, sera zinazounga mkono Unazi zimekufa? Sidhani, kwa sababu tunaona kauli mbiu zake, tunaona picha hizo kwenye t-shirt, tunaona mikutano, na tunakumbushwa kila mara kwamba baadhi ya lugha ya Unazi inajitokeza tena katika siasa za kisasa. Sio wataalamu tu,
bali pia sehemu kubwa ya dunia inakubali kuwa ni muhimu kwa jamii kujiuliza jinsi gani Hitler aliruhusiwa kuwa mtu aliyekuwa, na kukumbuka na kujifunza kutoka kwenye historia ili kuzuia historia kujirudia kwenye siku za usoni. Tuachane na taarifa hiyo, tuangalie taarifa nyingine ambapo msichana mmoja kutoka Uingereza aliyeweka historia ya kimatibabu alipozaliwa moyo wake ukiwa nje ya mwili, sasa anakabiliwa na changamoto kubwa zaidi katika maisha yake. Vanellope Hope ambaye alizaliwa mwaka 2017 anaaminika kuwa mtoto wa kipekee nchini Uingereza. Anaishi na hali hiyo adimu. Timu kubwa ya madaktari imefanya upasuaji maalum kwa kutumia mbavu zake ili kulinda moyo wake. Tulipata fursa ya kipekee kushuhudia upasuaji huo maalum, na ripoti ya Sarah Hawley inawasilishwa na Leila Mohamed. Tukutahadharishe tu kuwa taarifa hii ina picha za upasuaji ambazo huenda zikakukirihisha. Timu kubwa ya madaktari wa upasuaji, madaktari wa ganzi pamoja na wafanyakazi wa chumba cha upasuaji wanafahamishwa kinachofuata. Upasuaji wa kipekee unaenda kufanyika kwa msichana mdogo aliyepambana na hali ngumu ya kiafya tangu azaliwe. Anaaminika kuwa mtoto wa pekee Uingereza aliyeendelea kuishi na ugonjwa huo. Mtoto huyu mdogo amefanyiwa upasuaji mara 3 ili kurudisha moyo wake ndani ya mwili wake. Daktari wa moyo Ikena Omeje alimfanyia upasuaji wa kwanza. Hali imekuwaje kwako kutoka kuzaliwa kwa Vanellope mpaka wakati huo upasuaji? Naweza kusema nimebarikiwa kuwa nao katika hili jambo. Nimefurahia kwa sababu sio jambo la kawaida kufanyika na haijawahi kufanyika. Kwa sababu Vanellope alizaliwa bila mfupa kwenye kifua, kumaanisha moyo wake umezungukwa na ngozi nyepesi. Sasa ana umri wa miaka 7 ambayo kwa sasa atavaa kifaa cha kulinda kifua. Madaktari wa upasuaji wanapanga kutengeneza nafasi itakayozunguka moyo wake kutumia mbavu zake. Mama Naomi Findlay anatumai itamfanya Vanellope awe na nguvu na kumweka awe salama. Ni wakati wa Vanellope kuingia katika chumba cha upasuaji. Ni vigumu kusema kwa heri. Ni kubwa. Kuna wasiwasi mwingi na hisia nyingi. Nataka kumpeana lakini naogopa nikimpeana alafu asirudi. Madaktari wanamtayarisha kwa upasuaji. Watausimamia utaratibu huo kwa uangalifu. Hii ni mashini inayofanya kazi kama moyo na anawekwa hapa mara moja. Inaruhusu moyo wake kupungua na kukubali utaratibu wa kutenganisha sehemu ya moyo iliyoshikana na ngozi. Je, hatua hii ya kwanza upasuaji huu ina hatari gani? Jambo hili ni la hatari kwa sababu ngozi imezungukwa na mshipa na inaweza kuharibu wakati unajaribu kuingia kifuani. Upasuaji huu sasa umeshaanza. Timu kubwa ya madaktari wanatakiwa kwenye chumba cha upasuaji ili kutekeleza upasuaji huu mgumu. Upasuaji huu unatekelezwa mchana mzima hadi jioni. Daktari wa upasuaji alivunja mbavu za Vanellope kwa pande zote mbili na kuzisongesha ili kutengeneza nafasi itakayozunguka moyo wake. Mwishoni, upasuaji huu unachukua muda wa saa 9. Upasuaji huu umefanikiwa na ni jambo ambalo limewafurahisha madaktari. Ulifanyika vyema sana na naweza sema imefanikiwa kuliko tulivyotarajia. Na ni hapo ndivyo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya siku ya leo, ikiwa ni tarehe 13 au tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi tukutane katika taarifa zetu za habari ya asubuhi ya kesho na mida ya saa 11 na dakika 45. Asante.